Kwa Tanga. Mchezo ni kesho dhidi ya Coast Union katika uwanja wa Mkwakwani pale Tanga, ndio mchezo ambao unakwenda kutwangwa hapo. Kumekuwa na mengi, miongoni mwa mabadiliko ambayo yameonekana ndani ya kikosi cha Simba ni uwezo wao wa kufunga kuongezeka. Hapa karibuni changamoto ilikuwa kubwa kwenye ishu yao ya kufunga, ilikuwa wanashinda goli akizidi sana goli 2-3 2-3-1 2-3-1, ilikuwa inacheza zaidi humo, lakini sasa hivi tunaona uwezo wao wa kufunga ni kama umeongezeka hivi. Kitu gani hasa ambacho kimebadilika kwenye kikosi cha Mnyama Chisano? Hata idadi ya magoli ambayo wanafunga kwa walau yanaanza kuonekana yanaongezeka, lakini hata build up ya timu inavyofanyika kwenda kufunga magoli kwa sasa ni tofauti na namna ambavyo mwalimu alikuwa anafunga Sele nyuma. Ilikuwa mtu kafunga mtu kafunga. Sasa hivi build up unaziona kwenye magoli yao. Hata wewe mara kadhaa umekuwa ukisema goli la Kideo, goli sijui la Lani kaningusha wapi. Nini kimeongezeka kwenye kikosi cha Simba? Hakuna namna utazungumzia mabadiliko ya klabu ya Simba kuonekana inacheza vizuri alafu kaacha kumtaja kocha wao Steven Becker. Kwangu mimi amekuwa ni mwalimu ambaye amekuwa na muendelezo mzuri. Ukiangalia nyakati ambazo alikuta timu kiwango kilichokuwa nacho na sasa hivi timu ilipo, kwangu mimi hakuna namna unaweza kukwepa kumsifu. Yako mengi ambayo tayari ameyakamilisha ndani ya muda mchache aliohudumu kwenye klabu. Tunavyozungumza, Simba iko kwenye nusu fainali ya kombe la FA, hatua ambayo msimu uliopita pia Fadlu Davids alifikisha Simba hapo. Kwa hiyo so far Steve Becker amevunja rekodi ya Fadlu Davids kwenye kombe la FA. Kama haitoshi, Steve Becker sasa anafukuzia rekodi ya baadhi ya makocha wakiwemo kina Sven van der Broek, kwa maana ya kuwa na kikosi ambacho kilishinda kwanza kilicheza fainali ya FA na kikashinda taji la FA. Kwa sasa hivi Steve Becker anaifukuzia rekodi ya kurudisha Simba fainali ambayo imepita miaka mingapi? 5. Tangu mwaka 2021 ndio ilikuwa mara ya mwisho Simba kucheza fainali ya kombe la FA. 22 hawajacheza, 23, 24, 25, miaka 4 hawajacheza fainali. Huu mwaka wa 5 ndo anaenda kusaka hiyo rekodi ya kurudisha timu kwenye fainali. Kwa hiyo kwangu mimi ukienda kwenye michuano ya ligi, yes, bado uko kwenye mbio za ubingwa. Licha kwamba mimi nilitabiria Yanga itachukua ubingwa tangu baada ya mechi ya Simba na Yanga 2-2 kumalizika, lakini kihesabu bado namuona Simba na mbio na hiyo kasi ya kumfukuzia Yanga. Sasa hivi wametofautiana alama 2. Simba yuko nyuma ya Young Africans kwa tofauti ya alama 2. Lakini kiuhalisia bado ninaipa nafasi sana Yanga kutetea taji lake, lakini wakicheza wana uwezo wa kukosa ubingwa. Kwa kwangu mimi kuibakisha Simba kwenye mbio za ubingwa bado yupo. Aliko struggle ni kwenye mechi za kimataifa, kwa sababu pale alikuta timu tayari na wachezaji ambao walikuwa hakuna namna, ilibidi tu wacheze vile vile. Lakini kiuhalisia ukiangalia leo staili ya uchezaji ya Simba hapo kwenye staili hapo ndio nataka kujua kuna chochote amebadilisha ama wachezaji tu ndio wamepanda viwango ama namna ya uchezaji wake alivyoutengeneza, mfumo anaotumia kwa sasa ndio unamfavor. Nini ambacho hasa kimeongezeka? Vingi kabadilisha kwenye staili ya uchezaji. Ukiangalia cha kwanza, Steve Becker, matumizi ya wachezaji. Leo hii wote tutakubaliana hapa, kabla ya kuja Steve Becker, Eli Mpanzu Kibisawala alikuwa mchezaji ama mshambuliaji anayetokea pembeni. Leo hii wote ni mashahidi, mechi nyingi Mpanzu anacheza kama false 9, anacheza kama mshambuliaji wa kati. Na kama haitoshi, kuna mabadiliko mengine ameyafanya kwenye eneo la kucheza. Ukiacha tu kumbadili Mpanzu kutokea kama mshambuliaji wa kati, angalia namna ambavyo ameitransform timu na kuipa stability kuanzia kwenye eneo la kiungo kwenda mbele, kwa sababu ndiko ambako Simba story ilikuwa kubwa, timu ikiwa ina mpira namna inavyoshambulia. Lakini chini ya Steve Becker, eneo la kiungo kalitengenezea mnyumbuliko. Leo hii ana uwezo akacheza na Alassane Kante na Kagoma, juu yao akawachama, au anaweza akacheza na Kagoma na Maema, juu akawachama, au anaweza akacheza na Kante na Maema, juu yuko Chama. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye Leomba kuna muda naye anaingia. Yes, Innocent Joseph Nlwemba naye kuna nyakati unamuona anaingia kwenye kikosi kama kiungo.
Na kama haitoshi, mimi kuna mechi moja nakumbuka ilikuwa mechi ya Namungo na Simba. Anicet Ora aliingia na akacheza kama kiungo, anatokea katikati, hakutokea pembeni. Kwa hiyo unaona ni mwalimu ambaye amejaribu kuitengeneza Simba ambayo kuna wakati ni ngumu kuwatabiri wanacheza mfumo aina gani, kwa sababu ya majukumu na maelekezo anayowapa mchezaji mmoja mmoja kulingana na nafasi wanazocheza. Leo hii mimi sikushangaa kuiona Simba inabadilika, kwa sababu mwalimu, Simba ikiwa ina mpira umeiona imekuwa ya timu ya tofauti. Mwangalia hata baadhi ya wachezaji walioingia kwenye kikosi, mwangalie Ismaila Ture, mwangalie Basege, Anicet Ora, Kibabage, namna ambavyo wameenda kubadilisha shepu ya Simba inavyocheza ikiwa na mpira. Kwangu mimi Simba kuwa wanashinda goli 3-3 sio kitu ambacho kimekuja kwa bahati mbaya, ni kitu ambacho unaona kinatengenezwa. Chukulia mfano mechi ya mwisho ya Simba na TRA, ni goli moja tu katika zile goli 4 zilizofunga Simba ndio goli ambalo lilifungwa kwa uwezo wa mchezaji binafsi, goli la pili la Anicet Ora. Lakini goli la kwanza la Chama lilitengenezwa na Kibabage, goli la 3 na la 4 ya goli la Mwalimu na la Bashiru Kibaila yote yalitengenezwa na David Kameta Duchu. Kwa kiuhalisia ni mwalimu ambaye kiuchezaji Simba sasa hivi kaibadilisha, imekuwa na tactical flexibility, mnyumbuliko huo wa kimbinu. Kwangu mimi hilo ndio huwa swala kubwa, na kuna mwalimu akija akakwama hapo huwa timu ina stack. Timu lazima iwe na tactical flexibility, na ndicho kitu ambacho amekifanya Steven Becker. Ndio maana kuna siku niliongea hapa nikasema huyu Steven Becker msimu ujao akipewa wachezaji bora kuliko hawa sasa, Steven Becker ataenda kutesa sana watu kwenye ligi kuu ya Tanzania, kwa sababu kiuhalisia kama timu, kama kuna kitu mimi namsifu Becker, Steven Becker ameitengeneza Simba wakati bado inashindana, yani iko kwenye mashindano ya ligi FA, ligi ya mabingwa. Wakati huo anatakiwa kuijenga timu iwe na ushindani, wakati huo anatakiwa kushindana kwenye mashindano ambayo yako mbele yake. Kwa mashindano alikuwa anamhitaji ya compete, lakini yeye kama yeye alikuwa anaijenga timu wakati huo. Kwa kwangu mimi ni mwalimu ambaye ninaamini kama atapewa wachezaji bora kuliko sasa, inawezekana akaja kuwa na kikosi tishio msimu ujao. Na ndio maana nikasema nitamwandikia Crescensus Magori, kwa sababu najiuliza leo hii Steve Becker akipata ubora wa wachezaji kama kina Lalibwalia wa wakati ule, yani sio mpate Lalibwalia, apate daraja la wachezaji wa aina ile, kina Miksoni, kina Bwalia, kina Francis Kachikaata, kina Deukanda, yule Sharafu Eldin Shibobu. Lakini wa Deukanda kina Kahata hawakudumu. Sasa mzee, timu kubwa siku zote wachezaji huwa wakai muda mrefu. Si ule Maele alikaa miaka miwili tu, Yanga kaondoka, Aziki kaondoka. Wachezaji wakubwa kuwatunza ni ngumu. Unajua shida ilipo, Simba na Yanga hizi kifedha hazina ubavu mkubwa. Kwa hiyo ikitokea wana mchezaji mzuri, timu kubwa barani Afrika zinakuja kuchukua. Kuna wewe mchezaji kuzuia ni ngumu. Wewe kiongozi wa timu kumzuia mchezaji ni ngumu, especially pale mchezaji anapoonyesha mwenyewe ana nia ya kuondoka. Si unakumbuka Mtiti wa Mzize na Yanga? Hata Maele unajua kuna kidogo alinani kidogo. Wakataka kugoma kidogo. Mambo yakawa. Yaani Maele mwenyewe aliondoka Yanga, sio kwamba walipenda. Of course kuna kamtifuano kidogo kandani. Unakumbuka ile safari moja timu ilisafiri afu yakabaki mjini. Nakumbuka. Yaani kiwalisia kwangu mimi kina Magori wanapaswa kufanya sajili za kina upate daraja la wachezaji wa aina ile, kina Bwali. Wakati unawaza awalete hao, tayari kuna wengine ambao tayari wapo. Ni wakina nani atakuwa apambane wasiondoke? Yani ni kweli wote ni wachezaji muhimu kwenye timu ya Simba, lakini ni wakina nani wahakikishe hawaondoki kwanza afu ndo waongeze wengine pale Msimbazi. Rushain De Rock wapambania abaki. Ismaila Ture, Kibabage. Okay. Watatu hao. Basege, Anicet Ora. Watano. Faza Clatous Chota Chama aendelee kubaki bila kujali umri wake. Exactly. Selman Mwalimu. 7. Mwalimu. Sawa, tuendelee. Lazima unajua kwenye mashindano huwezi kuwa na striker ambaye atakupa kila siku kwenye mechi za ligi ya mabingwa. Lazima uwe na wachezaji wa kukupa kote kote. Sawa, 7. Wengine Yusuf Kagoma aendelee kubaki. Kiungo wa kazi.
Wale kina Nangu na Abdulrazak Hamza sijui alizao wanaendeleaje na majeraha. Abdulrazak mpaka mwisho hiyo. Hata Nangu nadhani atarudi kwa mechi zilizobaki hizi. Kwa hiyo hao nafikiri kwangu mimi wanapaswa kupewa uangalizi ambao wanasumbuliwa na majeraha, lakini Chama ni Seteora, Basege, Mpanzu, Selman Mwalimu, Kagoma, mpaka Rushaini, Ismaila Ture, Kibabage, au kwangu waendelee kuwapambania wabaki. Najua wengine hapo wana mikataba mipya bado, lakini watu wenye hela kuvunja mkataba sio issue. Wewe wakati wote wanaweza kuvunja. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao Simba inapaswa kuhakikisha inawatunza, wabaki afu ndio waongeze wengine. Waongeze nguvu sasa. Kwa Mwalimu pale waongezee mtu mwingine wa kumsupport. Simba kiwalisia inahitaji striker wakati. Alafu inahitaji kiungo mpishi mwingine. Huwezi kwenda kwenye mechi za kimataifa huko kumtegemea Chama peke yake. Hapana. Mimi Clatous Chota Chama kwa ligi yetu hii, yes, bado ni material A. Yaani anaweza akacheza mpaka achoke. Ila ukishampeleka kwenye ligi ya mabingwa anashindana na kina Mamelodi, kina Ahli, kina nani, huwezi ukamtarajia Chama kila mechi akupe performance ya 100%. Hilo jambo utajiongopea na utamlaumu bure tu. Sasa hivi Chama kwenye ligi ana uwezo wa kukupa 100%, ila kule kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa anaweza sana sana akakupa 80% ya kiwango chake, kwa sababu kule ushindani ni mkubwa tofauti na ligi yetu. Lakini ukiangalia kiuhalisia, mimi ninaamini Simba wana nafasi kubwa ya kuwabakisha wachezaji wengi wazuri, ila wako wengine ambao sijui kama watabaki kwa namna wanavyocheza na maeneo yao yalivyo sensitive. Mfano Alassane Kante eneo lake liko sensitive, na Bikamara upate nafasi mchezaji wa kigeni. Goalkeeper pale kuna Kasali na yule Pin Kamara. Sasa sijui wenyewe watachagua wanabaki na nani au wote wanabaki nao. Hiyo ni juu yao. Wote mtiti. Haiwezekani kwa sababu ya kanuni. Kwa maana yake lazima wataamua kama Pini yuko fit 100%, haya rudi. Kama wanaona Kasari kashajipata aendelee. Kwa lazima wafanye maamuzi. Kazi ngumu hapo. Ndio yale unaweza ukajikuta una mchezaji umemsajili acheze mechi za kimataifa. Binafsi kila nikitazama Simba kuna namna naona kama mwalimu ameshapata ile key ya kuendea kwenye msimu ujao, ambao kwangu nafikiri Simba wataingia kama washindani wa moja kwa moja, tofauti na msimu huu ambapo walikuwa na mashaka mengi. Unajua Simba imekuja kubadilika kabisa baada ya hili dirisha dogo, na performance yao imekuwa up, ama screw ya performance yao imeongezeka sana kwenye hili dirisha dogo ambalo walilitumia kupata wachezaji ambao wamekuja kuleta impact ya moja kwa moja. Tulimwona Libase Geye, Urani Seye, Clatous Chama, Nixon Kibabage, Ismail Ture. Wamekuja na kitu cha tofauti, ama wamekuja na kitu cha ziada ambacho Simba walikimiss throughout the season. Tangu mwanzo wa msimu na msimu ule uliopita wote hawakuwa na aina ya wachezaji ambao wanaweza kuleta impact kama hawa waliokuwepo. Nini ambacho wanapaswa kufanya? Cha kwanza, wachezaji ambao wanatoa ubora ni namna gani watakavyowalinda ili waendelee kutoa ubora consistently. Tuliona pale katikati kipindi alichokipitia Mpanzu Kibisawala, pengine kilichangia akaanza kumpiga mawe, anapenda timu fulani, wengine wakawa wanasema tayari alikuwa anataka mkataba mpya and so whatever. Lakini sasa hivi tangu kuja kwa hawenzie kunaonekana naye kumemboost up na kumfanya mwalimu afikirie sasa anaweza kumtumia hata kwenye nafasi tofauti kwa ajili tu ya kupata ule ubora ambao anauhitaji, hiyo mosi. Lakini cha pili ni kuhakikisha maongezo yanayokwenda kuingia ndani ya timu hayaendi kufanya hawa waliokuwepo sasa wakaanza kustruggle upya kuitengeneza timu nyingine mpya. Kuna wakati ambao wachezaji kadhaa wanaoingia wanaweza kufanya dressing room ikabadilika kabisa, either kwa namna positive ama negative. Lakini kama wanapata watu ambao wanakuja kubadilisha positive kwenye dressing room, I just believe inaweza ikawa ni sehemu nzuri ya kwao kuendeleza kile kinachoendelea. Lakini cha mwisho ni kuwa na wachezaji ambao watakidhi mahitaji ya Simba kwa wakati uliokuwepo sasa hivi. Moja kati ya challenge ya misimu minne iliyopita, ukiangalia 90% ya wachezaji wa Simba waliosajiliwa
walikuwa wanaenda kwenye maeneo ambayo hayana uhitaji wa lazima wa kupata hao wachezaji wengine. Yaani unakuta sehemu ambayo ina wachezaji 2 watatu ambao wanajiweza Ndio wanapata mwingine wa kumuongeza ya. Wanakuta mawinga na viungo, mawinga na viungo, mawinga na viungo, ndio walikuwa wanamsahau Kapombe hana msaidizi. Lakini walikuwa wanasahau eneo la Kapombe, alikuwa na msaidizi perfect hivyo. Lakini pia walikuwa wanasahau eneo la upande wa kushoto kwa Mohamed Hussein. At least sasa hivi wamepata level ambayo inaelekeana, lakini bado pengine nafikiri wanahitaji zaidi pia upande huo kufocus. Lakini pia striker wakati ndio eneo ambalo Simba wamestruggle nalo msimu huu. Kwa nafasi wanazitengeneza inawezekana kumtumia, yani kuna wakati ambao mwalimu anawatumia mawinga kucheza kwenye ile eneo. Si tafsiri nzuri kuisema, lakini ni kwamba aheri ya winga akicheza kama striker kuliko striker ambao unacheza kwenye ile eneo, ndio tafsiri yake rahisi. Kwa hiyo nafikiri pia mwalimu kwenye fikra zake atahitaji zaidi kuweza kuondoa hiki ambacho kinaonekana hivi sasa. Kwa hiyo ili uweze kushinda vitu vyote hivyo, ili uweze kuendelea kuwin kila siku na kila uchao, basi unahitaji kuweza kutengeneza timu nzuri ambayo itakuwa na muendelezo. Timu nzuri unaitengeneza kwa kuhakikisha wale waliokuwepo wanaofanya vizuri, ile base ulioijenga inaimarishwa zaidi, sio kuanza kuifungunyua tena upya na kuifumua kwa ajili ya kuhakikisha una accommodate wachezaji wapya. Nafikiri wanapaswa ku accommodate wachezaji wapya ambao kwanza watakuwa tayari kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, hicho cha kwanza. Lakini cha pili, watakuwa wanaendeleza tu kile ambacho wenzao walishakianza kwenye timu. Sawa. Kelele na fununu